Walking in your ordination, kutembea kwenye wito wako. Of course, nafahamu wito sio ordination, lakini sasa tutumie neno gani la Kiswahili? Kutembea kwenye eneo la uwezesho wako. Kutembea kwenye eneo la uwezesho wako. Tukiwa kwenye maombi ya siku 40 ambayo tumeyamaliza siku ya Ijumaa, wakati fulani nilikwambia maisha ya mtu yanaanza kusomeka kuwa ameanza kuishi siku ambapo amejua kusudi la Mungu na maisha yake na akaanza kuliishi. Kunayo siku kwenye maisha ya mtu ambayo Mungu huwa anakutana na mtu kumsaidia huyo mtu kujua ambacho Mungu amemuita kufanya, amemkusudia kukitimiza siku za maisha yake. Mtu anapokijua hicho na kuanza kuelekea kwenye hiyo njia, tungeweza kusema hiyo siku ndo anakuwa amezaliwa kwenye siku ya kusudi lake. Brothers and sisters, kuna birthdays nyingi kwenye maisha ya mtu. Kuna birthday, kuna ile siku ya kuzaliwa kimwili, kuna ile siku ya kuzaliwa kiroho ambayo ni siku uliokoka, lakini kuna kuzaliwa kwingi kunaendelea hapa katikati, ikiwa ni pamoja na kuzaliwa kwenye njia ya kusudi. When you discover, unapojua kusudi la Mungu na maisha yako hiyo siku na ukaanza kuelekea kwenye hilo kusudi, unahesabiwa umeanza kuishi siku hiyo. Kabla ya hapo haukuwa ukiishi. Kwa maana ya mambo yote kabla ya hapo sio mambo ya msingi sana kwa Mungu. Ndio maana unaposoma maandiko, mashujaa wengi kwenye Biblia, habari zao tulizoandikiwa zinaanza siku walipokutana na Mungu kwenda mbele. Unakutana na mtu kama baba Ibrahim, anapokutana na Mungu, kuanzia pale kwenda mbele ndo habari yake imerekodiwa kwenye maandiko. Maisha ya kabla ya hapo hatuambiwi kuhusu Ibrahim. Why? Kwa sababu hayo hayahesabiki kuwa ni kitu, kwa sababu alikuwa yuko nje ya kusudi la maisha yake. It's important uelewe ambacho najaribu kuongea leo, very important. Musa, habari yake hasa kwenye maandiko imeanza kurekodiwa siku Mungu anapomuita na kumpa assignment ya kuwatoa Israeli utumwani. Kutokea hapo kwenda mbele tuna mambo mengi sana yameandikwa kwenye maandiko kuhusu Musa. Kabla ya hapo tunaambiwa tu alivyozaliwa, akafichwa baadaye akakua. Hapo katikati we don't know nothing about him. Why? Because it is not relevant. It is not relevant. Kuna watu kama akina Elia Mtishibi. Tunachojua ni hivyo kwamba ni Elia Mtishibi. Hatujui alizaliwa na nani, hatujui kwao ni wapi, hatujui alisoma na nani, kwa sababu hayo mambo yote sio ya muhimu. Ila tunajua yule mtu ni kama vile alitokea mahali kusikojulikana. Unajua historia ya Elia ni tofauti na manabii wengine, angalau kidogo tunaambiwa alizaliwa na huyu na huyu. Unashikia tu palikuwa na mtu anaitwa Elia Mtishibi. Kana kwamba maandiko yanajaribu kutuambia mambo ya alizaliwa wapi na vitu vingine kama hivyo sio vya muhimu sana. Cha muhimu ni kuhusu wito aliokuwa nao na akautimiza. Unajua nini kuhusu Elisha? Siku Elia anaenda kumtia kumuita Elisha aingie kwenye utumishi, tunaambiwa tu kwamba alimkuta analima kwa kutumia jozi za ng'ombe. Nothing more. Mtu wa Mungu akamuita akamfuata. That is it. Hakuna kingine tunaambiwa kuhusu hawa watu. Njoo kwenye Agano Jipya, the same. Unajua nini kuhusu Bwana Yesu? Think of your own Jesus. Think about it. Habari ya Bwana Yesu tunaambiwa tu alizaliwa na nani, wakati wa kuzaliwa kwake ilikuwaje, alafu anapotea miaka 10 na ngapi sijui. Tunakuja kumuona yuko hekaluni siku moja anajibizana na wale Mafarisayo, amemaliza hapo anapotea tena. Hatujui chochote kuhusu maisha yake. Story nzima kamili kwa ukubwa wake kuhusu Bwana Yesu inaanza siku ametoka nyikani, amejawa na Roho Mtakatifu, anaanza kuhubiri. Kutokea hapo tunaambiwa mambo mengi kuhusu Bwana Yesu. Kwa nini? Kwa sababu kabla ya hapo, wakati hajaanza kutimiza kusudi lake, habari ya maisha yake sio muhimu. Tunaweza kuendelea tena na tena tukawaongelea watu kama akina Petro, tunaambiwa tu walikuwa ni wavuvi wa samaki. Nothing more. Baada ya hapo habari zao zikaandikwa kwa ukubwa. Hii inatuambia kitu gani? Inatuambia kwamba kama mtu hajajua kusudi la kuishi kwake, kama mtu hajajua Mungu anachotaka huyo mtu afanye, maisha mengine nje ya hapo hayahesabiwi sana kuwa ni kitu katika ulimwengu wa Mungu. Until the day you discover your calling and your ordination and start walking therein, you haven't started living. Manake nini? Kuna watu watakufa alafu wataenda mbinguni na watakuwa ni kitu cha ajabu. Watashangaza mbingu kwa sababu wataonekana walikuja duniani na hawakuishi. Kwa nini? Kwa sababu hawakutembea kwenye njia ambayo Mungu aliwakusudia watembee. Una miaka mingapi rafiki yangu? Hiyo usiniambie. Una miaka mingapi? Huo umri wako umekuwa ukiishi kwenye wito wako? Umekuwa ukiishi kwenye kusudi la Mungu na maisha yako, ama sivyo? Maisha nje ya kusudi ni maisha yaliyopotea. Life outside purpose is life wasted. Moja ya vitu vya muhimu sana ambavyo Mungu anapaswa kukusaidia mapema mwa maisha yako ni kujua
sababu ya kwa nini upo, kwa sababu wewe sio ajali, wewe sio bahati mbaya. Kunayo sababu Mungu alikuleta duniani. Kuna mwelekeo amekukusudia upite, kuna vitu amekusudia ufanye, na amekuwekea ndani yako uwezesho wa kuipita hiyo njia, wa kufanya hivyo vitu. It is important you discover that. Now you see, ni mtu ambaye amediscover shauri la kuishi kwake, kusudi la Mungu kwenye maisha yake, ndio mtu ambaye anaweza kufa na kile kinachoonekana kuwa ni kufa mapema, alafu akawa hajafa mapema. You have to get what I'm saying. It's very important. Kibinadamu, mtu akifa na miaka 20, 30, 40, tunasema alikuwa bado sana. Akifa na miaka 120, tunasema huyu amekula chumvi nyingi. Mbinguni hawahesabu kifo cha mtu kuwa ni cha maana kwa sababu aliishi miaka mingi. Wanahesabu kifo cha mtu kuwa ni cha utukufu kwa sababu alitimiza kusudi la kuishi kwake. Na wakati mwingine hilo halihitaji miaka 120, linahitaji tu miaka 33 kama Bwana Yesu. Akafanya huduma yake na akaimaliza. Wakati anakufa akasema it is finished. Bwana Yesu alikuwa ni kijana wa miaka 33, lakini leo hatuwezi kusema Yesu alikufa mapema. Nasema early death. That was not an early death. He died when he should have died. Why? Alitimiza alichopaswa kutimiza. Kwa ilikuwa ni sawa kabisa Bwana Yesu kufa wakati ule. Ninakuombea kwa jina la Bwana Yesu, wewe utaondoka katika uso wa nchi ukiwa umetimiza kusudi lako. I didn't hear your amen. Amen. I didn't hear your amen. Amen. Kama ningekuambia vizuri, ningekuambia kwamba hauruhusiwi kufa mpaka umetimiza kusudi la kuishi kwako. I think I should show you scriptures. Mwambie rafiki yako bado tupo kwa sababu hatujatimiza kusudi la kuishi kwetu. Ona wewe na miaka yako hiyo, umeshafikisha miaka 55, unaanza kusema ndio tunaelekea mwisho. Mwisho gani? Mwisho wa mtu sio miaka yake. Mwisho wa mtu ni kutimiza kusudi la kuishi kwake. You're not getting what I'm saying? Brothers and sisters, nataka nikupe guarantee kwa nini wewe utaishi na utaishi sana. It is very important udiscover calling yako, wito wako, kusudi la Mungu na maisha yako, kwa sababu huo ndio ulinzi wako. Anasema katika Matendo sura ya 13 mstari wa 36, anasema kwa maana Daudi akiisha kulitumikia shauri la Mungu katika kizazi chake. Akiisha kulitumikia shauri la Mungu katika kizazi chake, maana yake akimaliza kulitumikia shauri la Mungu katika kizazi chake, alilala. Maana yake alikufa, akawekwa pamoja na baba zake, akaona uharibifu. Maana yake akafa. Daudi alikufa baada ya kumaliza kutumikia, kutimiza kusudi la Mungu katika kizazi chake. Kwenye kizazi hiki ambacho wewe umezaliwa ndani yake, kuna kusudi Mungu anataka ulitimize, na unaruhusiwa tu kufa na kuondoka baada ya kuwa umetimiza. Chochote kinachotaka kukatisha uhai wako kabla haujamaliza kutumikia kusudi la kuishi kwako, una uhalali kabisa wa kukiambia hapana. Hata kama kina nguvu kiasi gani, hata kama ni ugonjwa usiotibika, hata kama ni mitego ya kichawi na vitu gani, una nguvu ya kukiambia hicho kitu hauwezi kuniondoa sasa. Why? Kwa sababu mimi ni mtu ninayejua assignment yangu, na ninapoiangalia sioni kama nimeimaliza. Are you hearing what I'm saying? It gives you boldness and confidence kumwambia adui not now. Unamwambia not now, sio sasa. Kwa nini? Kwa sababu nikiangalia ukubwa wa kitu ambacho Mungu anataka nifanye, ni kama bado hata sijaanza kukifanya. You can't end my life now. Anasema Daudi alikufa akiisha kulitumikia kusudi la Mungu kwenye kizazi chake. Hii ndio record inavyopaswa kuwa kuhusu wewe. Sio alikufa akiisha kuzeeka. Alikufa akiisha kumaliza kulitumikia kusudi la Mungu na maisha yake. How do you like that? Maandiko anasema nini kuhusu Bwana Yesu? Yohana 19 mstari wa 30, 19 Yohana 30 anasema, basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, alisema imekwisha, akainama kichwa, akaisalimu roho yake. See Jesus, muone Bwana Yesu kabla hajafa alisema imekwisha. Imekwisha nini? Assignment yangu, kusudi la kuishi kwangu. Na baada ya kuwa amelitimiza, baada ya kuwa amepima na akaona lengo limetimia la kuishi kwake, maandiko anasema yeye mwenyewe akaiachilia roho yake. Maana yake he was willing to die. Kabla ya wakati huu Bwana Yesu hakuwa tayari kufa. Ndio maana mara nyingi sana walifanya majaribio ya kumuua lakini hawakuweza. Wakati fulani walimkamata wakampeleka juu ya kilele cha mlima ili wamtupe kutokea huko afe. Maandiko anasema alikubali kufika pale, lakini alipofika pale hakukubali kufa. Akageuka akapita katikati yao. Why? Kwa sababu bado haijakwisha, na kama haijakwisha hamna kitu kinaweza kukatisha uhai wangu. Si kama kuna mtu ndani ya nyumba anayesema as long as bado nina kusudi la Mungu ndani yangu, nimebeba shauri la Mungu ndani yangu, sitauliwa na ajali, sitauliwa na uchawi, sitauliwa na watu, sitauawa kwa sababu iwayo yoyote, mpaka shauri la Mungu na maisha yangu limetimia. Kama ni wewe shout amen.
maandiko yanasema wakati fulani walimkamata ili wampige kwa mawe, wamuue, lakini waliweza kushika tu mawe kuyarusha, walishindwa. Why? Alikuwa hajatimiza kusudi. Maandiko yanasema Mtume Paulo wakati anakaribia kufa akasema hivi, nimevipiga vita vizuri vya imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza. He knew kwamba he had finished, alijua kwamba amemaliza, na ndio akawa tayari kufa. Kabla ya hapo, wakati fulani walimkamata, maandiko yanasema wakampiga mawe na wakajua wamemuua, wakimwacha pale kama mzoga. Watu walioenda kumwangalia ili wambebe wamuondoe, maandiko yanasema wakaona mtu anafukuta, anainuka tena, kumbe kuna uhai ndani yake. Uhai ulikuwa unatunzwa na nini? Ulikuwa unatunzwa na kusudi la Mungu alilokuwa amelibeba. Hatufi kizembe, my brothers and sisters. Hatufi kwa kurogwa, hatufi kwa magonjwa, hatufi kwa maadui. Kinachotuondoa katika uso wa nchi ni tumetimiza kusudi la kuishi kwetu. Kama uko ndani ya nyumba sema yeah. Kwa unasoma maandiko unakuta kwenye Luka sura ya 2, maandiko yanasema mtu mmoja alikuwa anaitwa Simeoni. Roho wa Mungu akamwambia Simeoni, hautakufa mpaka umuone Mwokozi. Unaelewa maana yake? Fanya unachotaka kumuua Simeoni, hawezi kufa. Mroge unavyotaka, hawezi kufa. Shindana naye unavyotaka, hawezi kufa. Kwa nini? Kwa sababu siku ya kifo chake imefungamanishwa na kutimiza kusudi la kuishi kwake. Anasema siku ukimuona kwa macho Mwokozi wa ulimwengu, siku ukimuona kwa macho Mwokozi wa ulimwengu. Na maandiko anasema siku Simeoni ameingia hekaluni, alafu anaona mtoto Yesu ameletwa. Alipomshika yule mtoto akamwambia, Bwana, sasa waweza kumruhusu mtumishi wako aondoke kwa amani. Sasa baada ya kuwa lile neno limetimia, unaweza kuniruhusu niondoke. Ndivyo utakavyoondoka my brother, ndivyo utakavyoondoka my sister. Hautakufa ghafla, hautaondoka ghafla. Utasema kama Simeoni, utasema Bwana, kwa kuwa nimetimiza ulichonituma kufanya, sasa unaweza kuniruhusu nije mbinguni kwa amani. Ukawa ni ushuhuda wako katika jina la Yesu. Amen. Ukawa ni ushuhuda wako katika jina la Yesu. Amen. Ukawa ni ushuhuda wako katika jina la Yesu. Amen. Brothers and sisters, aliimba mwimbaji na alikuwa sahihi aliposema mbeba maono hafi, mbeba maono hafi, mbeba maono hafi, mbeba maono hafi, ni lazima yatimie. Anamtolea mfano Yusufu. Anasema Yusufu alikuwa ni mbeba maono, na maadamu alikuwa hajatimiza maono yake, isingekuwa rahisi yeye kufa. Wakamchukua wakitaka kumuua, lakini hawakuweza. Baadaye wakataka kumtupa kwenye shimo, akatupa kabisa, lakini kusudi alilokuwa amebeba halikumruhusu kubaki shimoni. Ikatokea njia, akatoka katika lile shimo. Sijui ni nini kinatishia maisha yako au maisha ya watu wako. Maadamu umebeba kusudi la Bwana, hauwezi kufa. Utaishi katika jina la Yesu. Amen. Utaishi katika jina la Yesu. Amen. Utaishi katika jina la Yesu. Amen. Nasema utaishi katika jina la Yesu. Amen. Sio maandiko yako. Biblia inasema Daudi alikabiliana na simba na akamuua simba, akakutana na dubu. Watu wa Mungu, unamjua dubu? Dubu sio mbwa. Dubu akikuattack mara moja tu, you are done, you're gone. Lakini maandiko yanasema, Daudi anasema, mimi nilimkabili dubu na kwa mikono yangu, bila upanga, bila mkuki, bila chochote, nikamuua. Brothers and sisters, nini kinaendelea hapa? Mafuta aliyokuwa amebeba ndani hayakuruhusu awawe kwa simba au awawe kwa dubu. One more time, ninatabiri juu ya maisha yako wewe. Tutakuona ukiwa na miaka 50, tutakuona ukiwa na miaka 70, tutakuona ukiwa na miaka 100, tutakuona ukiwa na miaka 120. Hautakufa bali utaishi. Hivi ndio vitu ambavyo vinakufanya hata kama ulikuwa unasafiri njiani, hauwazi kama utafika salama au la. Ukiwaangalia watu unaosafiri nao, unahesabu kwamba wao ni heri kwa sababu wamesafiri na wewe. You know kwamba wao kwa sababu wako na wewe watafika salama. You know. Maandiko yanasema kuhusu Mtume Paulo, akiwa katika safari, yuko ndani ya meli, alafu Mungu akamtokea. Bwana akamtokea akamwambia, hey, kuna hatari ya mauti inakuja mbele, lakini nataka ujue si tu kwamba wewe utahifadhiwa, lakini nataka ujue kwamba watu wote ambao wanasafiri pamoja na wewe nimekupa. Maneno mazito sana.
Mungu anamwambia Paulo, anasema hao wanaosafiri na wewe nimekupa. Maanake nini? Maanake ni kwamba wao wana garantia kufika salama kwa sababu wako na wewe kwenye hicho chombo. Are you seeing that, brothers and sisters? Achana na shuhuda za kusema tulipata ajali afu nikapona peke yangu. Huo sio ushuhuda bro. Ukikuwa katika Mungu, ushuhuda unapaswa kuwa kwa sababu yangu wote walinusurika. Kwamba ile nyumba ilikuwa inatakiwa ipate ajali ya moto, lakini kwa sababu mimi nami ni mpangaji kwenye ile nyumba, wapangaji wenzangu nao wakanusurika. Ule moto haukututeketeza, sio kwa sababu yao, ni kwa sababu yangu. Kwani maandiko yanasemaje? Mabaya hayatakupata wewe. Na haishi hapo, anasema hata tauni haitaikaribia nyumba yako. Manake na wajomba zako na kaka zako na dada zako hayatawapata mabaya, sio kwa sababu yao, ila ni kwa sababu wewe uko miongoni mwao. Are you hearing what I'm saying? Paulo ilipoanza kutokea ile dhoruba, upepo kaanza kuwa mwingi unataka kuwazamisha. Mtume Paulo akasema hivi, wanaume changamkeni. Unawaambiaje watu wachangamke wakati kuna roho ya mauti inaonekana hapo? Akawaambia, Bwana alinitokea jana akaniambia kwamba sio tu kwamba hamtakufa, lakini hakutakuwa na yeyote ambaye hata nywele yake itaanguka. Acha kufa, hata nywele ya kichwani hairuhusiwi kuanguka kwa sababu ya haya majanga. Kwa nini? Kwa sababu Bwana aliniambia ninyi ni wa kwangu, ninyi ni wa kwangu. Brothers and sisters, unaweza kuwaambia ndugu zako waliokutwa na magonjwa yanayotaka kuwaua, unaweza kuwaambia hamtakufa, mtaishi, kwa sababu ninyi ni wa kwangu na Bwana amenipa ninyi mimi. Are you hearing what I'm saying? Unaweza kuambia changamkeni familia, changamkeni ndugu zangu, changamkeni, changamkeni, changamkeni wala msilie, changamkeni wala msichanganyikiwe, changamkeni wala msiomboleze, kwa sababu Bwana amewapa ninyi mimi. Are you hearing what I'm saying? No. Beginning today tunakataa kupoteza watu wetu kizembe. Kuanzia leo tunakataa kupoteza watu wetu kizembe. Malaika wa Bwana akawaambia wana wa Israeli, wale viongozi wa familia, viongozi wa nyumba, hakumwambia kila mtu, aliwaambia viongozi wa nyumba, akasema ichukueni damu alafu muipake milangoni. Ipakeni milangoni. Alafu watu wote walio kwenye hiyo nyumba, kwa sababu ya mlichofanya ninyi, hawatakutwa na mauti. Nataka kwa dakika nyingine moja uchukue damu ya Yesu na uitangaze juu ya nyumba yako, uitangaze juu ya wapendwa wako kwamba hawatakufa, hawataharibiwa na mabaya, hawatakufa, hawataharibiwa na mabaya. Hata kafara za mwisho wa mwaka au za mwanzo wa mwaka hazitachukua watu wako, hazitachukua watu wako, hazitachukua watu wako, hazitachukua watu wako. Kwa damu ya Yesu wamehifadhiwa, kwa damu ya Yesu wamefichwa, kwa damu ya Yesu wamehifadhiwa, kwa damu ya Yesu wamefichwa. Ombea watu wako, ombea watu wako, ombea familia yako, ombea ndugu zako, ombea rafiki zako. Maandiko yanasema Nuhu, kila kilichofuatana naye kwenye ile safina kiliishi. Ukiwa ndani ya safina hausemi Bwana niokoe na roho za mauti. Umeshaokolewa tayari na roho za mauti. Kristo ni safina yetu, na kwa sababu ya Kristo watu wetu nao wanahifadhiwa kwa sababu yetu. Utawaona watu wako wakiendelea kuwa na wewe. Amen. Adui hata waiba katika jina la Yesu. Bwana Yesu alisema hivi, katika wote ulionipa sikumpoteza hata mmoja. Nimewalinda wote. Kwa ni kazi yetu kuwalinda wote ambao Bwana anatupa. Are you hearing what I'm saying? Sema sitapoteza yeyote. Sitapoteza yeyote. Sitapoteza yeyote. Watu wangu wote wametunzwa kwa jina la Yesu. Mama konta kadiga banda livrahando brehiko palagada alibando kobrahiga baloska liga barose pelebende ligo brahuga baluza ligoma katubrahane peligoska pa rabakske kotade ya bahada. Maandiko yanasema kulikuwa na wigo wa moto uliomzunguka Ayubu na nyumba yake, uliomzunguka Ayubu na nyumba yake, uliomzunguka Ayubu na nyumba yake na vitu vyake. Kuna wigo wa moto umekuzunguka, umewazunguka na watu wako. And I prophesy in the name of Jesus, they are all safe. Hautapoteza yeyote kati yao, hautapoteza yeyote kati yao, hautapoteza yeyote kati yao. If you're shouting, shout amen. Amen.
So much good is going on in the house today. Mambo mengi mazuri yanaendelea ndani ya hii nyumba. Na you see brothers and sisters, Mungu yuko hapa si tu kwa ajili yako, yuko hapa kwa ajili ya ndugu zako, rafiki zako, yuko hapa kwa ajili ya kizazi chako. Kile ambacho maandiko yanasema Daudi akilitumikia kusudi la Mungu kwenye kizazi chake. Mungu amekifikiri kizazi chako, ndio maana amekuleta kwenye hii ibada leo. Are you in the house with me?